Mungu hakumpatia mwanamke awe na zunga. Mungu alimpatia mwanamke awe anayo bikira, ili bikira iliyoko kwenye njia ya kike, mume aliyemuoa siku atakayokuwa anambikiri, huyu mwanamke hafungi agano na ardhi, anafunga agano na mume wake. Mwanamke hana ownership ya kiroho ya kurithi ardhi. Why? Kwa sababu agano la kumiliki ardhi Mungu amelifunga kwa mwanaume siku anayotailiwa. Kama msichana kapewa bikira, na ile bikira inavyoondolewa na mwanaume ambaye hata kuja kuwa mume wake, kwa lugha nyingine, huyu msichana aliyetailiwa, aliyebikiriwa kwa staili ya kizinzi, hajafunga agano na mume aliyemuoa. Sasa agano lake la umiliki lipo kwa mwanaume aliyembikiri. Msichana ambaye ataolewa na mwanaume ambaye hajambikiri, mwanaume aliyemuoa huyu msichana ajiandae, kwa sababu yeye atakuwa ni mmiliki wa huyu mwanamke kwa pete za kanisani na vyeti vya serikali, lakini si mmiliki wa huyu mwanamke kiroho. Kiroho aliyempasua bikira ndiye mmiliki halali wa huyo msichana uliyemuoa wewe. Kwa hiyo ghafla mle ndani mnakuwa wewe ni Arnold, yeye anakuwa Schwarzenegger. Kwa nini? Kwa sababu kwenye mwili wa mwanamke kuna wanaume aliolala nao, na kwenye mwili wa mwanamke kuna wanawake aliolala nao. Kwa hiyo nani kaoa mwenzie? Ni mwanamke ndio kaoa mwanaume. Kama Mungu anatambua damu ya bikira, is obviously na shetani anatambua damu ya bikira, kwa sababu anajua akimiliki damu ya bikira amecontrol nafsi yako yote kwa maisha yote utakayokuwa nayo. Sasa sije kaomba aliyekubikiri ni mchawi.